Mimi bwana, katika kitu kinanikera katika uongozi wangu, kwa sababu nilianza actively pia kuhusika 2018 kwenye usajili wa Simba na Clatous Chama. Mwanzoni huko tulikuwa tunashauri, lakini 2018 actively nilikuwa involved kwenye usajili wa Simba. Yaani mimi kitu kinachonikera mimi ni kwamba mchezaji akisajiliwa akiwa mbovu anakuambia amechukua 10%. Kitu kinanikera sana. Ila akiwa mzuri hawasemi umechukua 10%. Yaani katika maisha yangu mimi integrity ni kitu ambacho siwezi compromise. Hata wale ambao wanajua nimefanya naye kazi ya NSSF, na hii namba mlirudia sana. Yaani kula rushwa, si manake kuchukua pesa. Yaani mimi mzee wangu pamoja na uchifu alikuwa Mkatoliki sana, na sisi karibu watu tumesoma seminari. Kwa hiyo in terms of watu wanajua kuona mjini hapa hawajui mimi Mkatoliki sana, yani nimesoma seminari, labda ningekuwa padri, lakini haikuwa. Naomba nitamke, kama kuna mchezaji alishasajiliwa Simba na mawakala au maagent wakwambia wanajua kwenye pesa hii magoli naye yumo, waende wakawadai wale mawakala, hiyo pesa wamewaibia. Sije kuchukua hela ya mtu hata siku hii, ya mchezaji hata siku hii, hata siku moja. Na hii nilisema kwa namba mlirudie, kama kwenye usajili wa nchi umefanyika wowote ule, kama kuna mchezaji aliambiwa bwana wakala yako, unajua katika pesa hii yako lazima kiongozi apate sijui nini, na kama kiongozi huyo ni magoli, wachezaji hao nendeni mkawadai hao maagenti wenu na mawakala wenu, hiyo pesa wamefanya nini? Wamewaibia au wamekula kwa kutumia jina la kwangu. Sio kama mmeelewa. Hii namba muirudie sana hii. Ili kwa sababu kuna mawakala wengine mchezaji ana sign milioni 100, waambie bwana unajua katika milioni 100 pale viongozi sio unajua pale lazima wapate. Kwa hiyo kama 100 hapo 30 lazima wapate. Lazima wachukue. Kwa hiyo umekaa hivi, kuna habari, kumbe kuna watu wamechukua kule pesa kwamba ni za kwako, jina lako linachafuka, kumbe ni wahuni tu. Kwa hiyo mchezaji yoyote aliyesajiliwa Simba akaambiwa kuna pesa ilichukuliwa, sijui kama viongozi wenzangu, siwezi kuwasemea, lakini kwamba nimepewa mimi, waende wakawadai hizo pesa. Sikujapewa kupewa hata senti 5 ya mchezaji yoyote yule, wakawadai, na mimi niko tu kutoa ushahidi kama wanabisha, wakachukua hizo pesa. Sijawahi kuchukua hela na sitawahi kuchukua hela mtu kwenye usajili. Kwa hiyo hicho ndio kitu kinachonikera mimi katika mpira. Hakuna kitu kinanikera na kinaniudhi kama hicho kitu, kwa sababu na hii ndio inafanya hata watu ambao wana akili timamu hawezi kuja kwenye mpira, kwa sababu unarudishiwa vitu vya hovyo, havina kichwa wala miguu. Nasikia wanasema sasa unajua hawa wananijua, lakini hawa hawanijui. Kwa hiyo hicho kilimekera sana.